uzembe. Ni hali halisi ambayo inaikumba dunia na Tanzania ikiwepo, na hata wakati mwingine huwa tukichukua hatua zingine kama serikali huwa zipokelewi kwa ladha hivi na Watanzania kwa ujumla, na si kwa Tanzania tu, ni jambo la dunia nzima. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi yanapoongeleka huwa hayana ladha sana, kwa sababu yanakinzana na baadhi ya shughuli zingine ambazo huwa zina ladha zaidi kwa wakati huo, na si hapa Morogoro tu na hapa Pwani na Dar es Salaam, ni nchi nzima. Kwa sisi tuliokulia vijijini, ukiangalia hali ya mazingira tulioikuta na sasa, pana badiliko kubwa sana. Sasa mabadiliko ya aina hiyo, madhara yake ni kama haya ambayo yanajitokeza. Lakini pamoja na hivyo, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri umesema, serikali haijalala. Baada ya mto kukauka ndio wanalalamika leo wale mabingwa wa kuelezea matatizo. Lakini serikali imeona some years back na imeanza kutafuta jawabu la kukabiliana na hali ya aina hii ikitokea miaka kama 3 iliyopita, kwa kujenga mradi mkubwa ambao utatoa jawabu mbadala inapotokea hali ya aina hii. Kwa hiyo tuwaambie wale waliozoea kuelezea matatizo, wanajibanza huko, wanafugwa huko nchi za nje, wanafugwa huko, hawafanyi jitihada zozote kuhusu nchi hii. Wao kazi yao ni kuorodhesha matatizo, kwamba serikali haijalala, pamoja na kwamba serikali ilikuwa na kazi kubwa ya kutekeleza mradi mkubwa ambao kwa mtu yeyote mchumi angeweza kuwa na sababu ya kutosha kutokutekeleza mradi mwingine, kwamba kama unatekeleza mradi wa trilioni 6.5 wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha za ndani, hiyo ingeweza kuwa excuse kuacha kwanza kutekeleza miradi mingine. Lakini bado serikali, kwa kutambua dharura za aina hii, imetoa zaidi ya bilioni 100, imeendelea kutekeleza mradi ambao si tu kwa ajili ya maji, utafanya pia kazi ya masuala mengine ya kijamii: umeme, umwagiliaji, mifugo na kadhalika. Kazi imeenda sambamba pamoja na miradi ya kimikakati iliyokuwa ikitekelezwa. Kwa hiyo kwa yule atakayesema mbona imechukua muda mrefu, kulikuwepo na miradi mingine pressing kama ule wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao umetekelezwa kwa fedha za ndani, ambao tulikuwa na shida kubwa ya mgao wa umeme kila dakika. Sasa ule umekamilika, huu uko zaidi ya 40%. Tulikuwa na jambo la reli ya kisasa ambao na wenyewe ni mradi wa kimkakati katika kipindi hichi, na wenyewe loti 2 zimekamilika. Na kulikuwa na ujenzi wa daraja la kielelezo la Kigongo Busisi, ambako kuna wananchi miaka na miaka wameteseka wakiwa ndani ya nchi, lakini wakijiona wako ng'ambo nyingine, ambao na wenyewe umekamilika, umeanza kutumika. Kwa hiyo hili si jambo la uzembe, ni kweli haya mambo ya mabadiliko ya tabia ya nchi ni ya kweli. Hii sio historia tena, hii sio ya nchi zingine, hii ipo na kwetu. Lakini tumpongeze Daktari Suluhu Hassan kwa sababu amekuwa sio mtu,
wa kuelezewa matatizo mara moja, mbili, tatu, nne na kuacha kuchukua hatua. Kote ambako kumekuwa na tatizo limedumu, maelekezo anayotoa ni kwamba hili nataka kuona jawabu lake. Si huu tu wa Kidunda, amekuamua miradi mingine ambayo ilishakwama tangu serikali ya awamu ya pili. Ina miaka 20. Yeye kwenye miaka 4 amekuamua mradi wa Same Mwanga, mradi wa Butiama, mradi wa Butimba, mradi wa wapi huko Simanjiro, mradi wa miji 28. Ipo mifano mingi ya aina hii, ukiwemo na huu wa Kidunda. Sasa Mheshimiwa Waziri, tutakuwa na kikao na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Kiandaliwe hicho kikao, tukubaliane kuhusu kufanya mradi huu kama ambavyo wizara mmeomba, na hivyo ndivyo Rais anavyotaka iwe moja ya kipaumbele cha sasa, kuweza kuhakikisha tunaukamilisha ndani ya mpango mlivyokuwa mmepanga kuutekeleza. Na hili lichukuliwe kwa udharura huo, kwa sababu hapa si hata ukame huu, ni mvua zimechelewa. Tumepata taharuki hii. Hii ni mvua zimechelewa. Na mwaka uliotangulia mvua zilikuwa chini ya kiwango. Si kwamba hazikuwepo, zilikuwa chini ya kiwango. Hii inatupa somo ni namna gani kukiwa na ukame patakuwepo na shida. Kwa hiyo hili ni moja ya jambo, tufunge mkanda kama tulivyofunga kutengeneza bwawa la Mwalimu Nyerere ili tuweze kukamilisha mradi huu. Na Mheshimiwa Waziri, tutakapokuwa kwenye kikao hicho pia tupate taarifa kamili ya feasibility study, ya usanifu unaofanyika kule mto Rufiji. Ni nani anayefanya feasibility study? Wizara ya Maji. Wameshafikia asilimia ngapi? Watakamilisha lini taarifa? Iko sawa? Iko tayari? Iko sawa mkuu. Basi tutakapokaa kikao hicho na yenyewe hiyo tupate taarifa, tujue makadirio na yenyewe ianze mara moja, kwa sababu haya maji ni uhai. Maji ni uhai. Hamna mbadala wa maji. Kuna vyakula vingine watu mnaweza mkakua usikutane nacho na ukaishi. Mimi nimekula wali mara ya kwanza nilipoenda sekondari na nilikuwepo, tuna akili ninazo. Lakini maji hayana mbadala. Na kama kwa lugha ya sasa wasema kubipwe, tumejaribiwa hivi kwenye kuchelewa tu mvua, tumepata taharuki ya aina hii. Tukamilishe hii miradi ambayo ni jawabu la hali ya aina hii kitokea. Mradi wa Kidunda ambao bilioni 100 zimeshatumika, bado bilioni kama 236 hivi. Tukizika kwenye mafungu zinakamilika. Lakini pia tukamilishe tuanze ule wa Rufiji ili kuweza kujipa. Na bahati nzuri ule mradi wa Rufiji ni utekelezaji wa ilani hii mpya ambayo inaelezea kwamba kutakuwepo na grade ya taifa ya maji, kuyatoa kwenye imefanya vizuri Wizara ya Maji mapping ya nchi nzima ya kutoa maji kwenye mito ambayo haikauki, peleka kwenye matumizi ya lazima haya ya maji. Kwa hiyo hii tutakapokuwa na kikao tutaweka mpango kazi, tubane matumizi sehemu nyingine ili wananchi wapate maji ya uhakika. Nimejionea kazi kubwa ambayo mnafanya hapa na mmeelezea, engineer ametupitisha vizuri sana jinsi ambavyo wanafanya, na mimi nisisitize periodic maintenance ya mitambo yetu ili kuweza kudhibiti mambo ya kutu, rangi kwenye kuta zetu pamoja na kuongeza uimara katika maeneo ambayo
yanahitaji matengenezo ya mara kwa mara, lakini mpaka sasa niwahakikishie Watanzania kwamba kazi inayofanyika hapa ni ya uhakika na ulinzi huko wa uhakika, na masuala ya afya yamezingatiwa. Katika kumalizia salamu, niseme tumepokea hoja zilizotolewa na Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, zikiwepo zile hoja za barabara. Tumezipokea. Barabara ile ya Kibaha inayotokea Baobao nadhani yenyewe fedha ilishapatikana na mkandarasi yuko site, na hii barabara ya Makofia kwenda Mlandizi imechelewa kidogo kwa sababu scope iliongezeka. Palikuwepo na badiliko la malengo. Mwanzoni ilikuwa iwekewe lami tu hiyo barabara iliyopo. Baadaye malengo yalibadilika kwamba ziwe njia 4, 2 za kwenda, 2 za kurudi. Kwa hiyo kulilazimika kuhusisha fidia upya. Na hayo masuala ya fidia yameshakamilika na kwenye ilani ipo. Kwa hiyo tuvute subira ili tupate kitu kilicho bora zaidi. Tupate kitu kilicho bora zaidi. Na ukienda majiji makubwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, barabara za aina hiyo ziko nyingi. Kwa hiyo mkishamaliza hii inayotoka Kibaha Makofia, tafuteni hata eneo lingine la kutoka baharini kuchanja kwenda hivi parallel na ile ya Kibaha mjini. Sasa hivi iko ile pakikorofisha kidogo shida. Zinatakiwa ziwepo barabara kama ile ya Kibaha, zinatakiwa ziwepo 3 zinazoelekea zote Morogoro. Iwepo moja huko mbele ya wapi huko, mbele ya Kisarawe mbele huko inaelekea Morogoro, na iwepo nyingine somewhere huko ya ukubwa huo inaelekea huko. Kwa hiyo zinatakiwa kuwa nyingi hivyo. Hii ya kuwa moja hii utaratibu wa kuwa na barabara, maeneo mengi unakuwa na barabara moja tu kubwa. Ukipita juu kwa kutumia, ukiwa kwenye ndege hivi ukaiangalia Dar es Salaam, unaona barabara zake moja tu kubwa. Hii inatupa ushahidi mmoja tu kwamba mainjinia na maafisa mipango walikuwa watoto wa wafugaji. Palio ni hilo la kwenda kunyweshea na la kwenda kuchunga, hilo na advance hiyo ndio inakuwa barabara. Lakini barabara za kupanga zinatakiwa ziwe zimepangwa, iko pale. Hizi nyingi zinafuata tu palio lilipokuwepo. Kwa hiyo hii mnayopanga ninyi ni kitu kizuri sana, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ziangaliwe na zingine zinazoenda sambamba na hizo. Kwa Mheshimiwa mbunge, tumeipokea hiyo, na kwa kuwa ndio maandalizi ya bajeti yanaanza na ndio maandalizi ya utekelezaji wa ilani yanaanza, na yenyewe ipo kwenye hii miaka hapa ya kutokea kwenye barabara kuja mpaka hapa. Hii Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni saizi yako. Tutakapokaa wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya barabara, kwa hii waelekeze TANROADS pamoja na TARURA, kila moja kwa upande wake wachukue kile kinachohusika. Kwa kuwa ilikuwa ni kusalimia tu, nadhani makubwa ni hayo, tutayajadiliana kwenye kikao. Mheshimiwa Waziri, mimi nikupongeze kwa kazi kubwa uliyoifanya katika kipindi hicho cha heka, lakini pia na kwenye hii program kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye hili eneo la maji. Tumepiga hatua kubwa. Singekuwa hizi hatua kwa kasi ya mabadiliko ya tabia ya nchi, hivi vilio sasa hivi ingekuwa vikubwa sana mno.
Kwa hiyo tuendelee na hii program za mabwawa kama ambavyo mmeshaziweka, tuendelee nayo na tutajadiliana vizuri kwenye kikao. Program za mabwawa maeneo mengi, ukiondoa Dar es Salaam, kuna maeneo mengine mengi ambayo yameathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna maeneo mengine ya wafugaji yameathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Maeneo ambako walikuwa wanapeleka tu mifugo inapata maji mwaka mzima, yako maeneo ambayo sasa maji ya aina hiyo huyapati. Kwa hiyo tuje tukae, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais alinunua mitambo ya kuchimba visima. Kila mkoa una mtambo wake, kila ukanda una mtambo wake wa mabwawa na wa kupima maji. Kwa hiyo hili na lenyewe tunahitaji tuweke mkakati kuhusu namna ya kutumia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kushukuru kwa mapokezi na washukuruni nyote. Shukuruni nyote.